Mambo manne ni katika nguzo za ukafiri. Al-kibrun, kiburi, wa huwa yamna'u sahibuhu min al-haqqi. Kibri ni katika nguzo ya ukafiri ambayo inamzuia mtu katika haki. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. إنه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق فقدر شرع فيسر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد بقدر حبك فيه وزدنا يا مولانا حبا فيه. إلهنا لا نسأل رد القضاء بل لطفه. أما بعد عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. يقول تبارك وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الناس أحباب رسول الله، أما موضوع خطبتنا اليوم سوف نتكلم إن شاء الله 4 من أركان الكفر. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ila tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kipenzi kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tutazungumzia leo kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu moja katika nguzo 4 za ukafiri. Ukafiri ni jambo ambalo kama ni maalum, kila mtu anajua ukafiri, na kila kafiri katika dunia kuna nguzo 4 ambazo kwamba ako nazo, ni lazima awe nazo, na mara nyingi zinakuwa zote kwa pamoja. Lakini haya mambo ambazo kwamba ni nguzo 4 za ukafiri, baadhi ya Waislamu wamezibeba. Sisi tutazungumza nguzo moja ambayo kwamba ni mstaajabu na tuko nayo wengi, na ni nguzo ambayo kwamba ni hatari katika maisha ya wanadamu. Anasema mwanachuoni Ibn Qayyim al-Jawzi katika kitabu chake Al-Fawaid, 4 min arkani al-kufri, mambo manne ni katika nguzo za ukafiri. Al-kibrun, kiburi, wa huwa yamna'u sahibuhu min al-haqqi. Kibri ni katika nguzo ya ukafiri ambayo inamzuia mtu katika haki. وقال صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. Jambo la pili, Ibn Qayyim anasema walhasadu, na uhasidi, wa huwa yamna'u sahibuhu min an-nasiha. Uhasidi unamzuia mtu kupata nasaha kwa watu. Walghadabu, jambo la tatu ni hasira, wa huwa yamna'u sahibuhu min al-adli, inamzuia mtu na uadilifu. Jambo la 4 asema washahwa, wa huwa yamna'u sahibuhu min at-tafarru' fi al-ibada. Matamanio yanamfanya mtu asiweze kujishughulisha peke yake na ibada. Sasa sisi leo tutazungumzia al-hasad, uhasidi. Walimadha al-hasad, na kwa nini uhasidi? Lianna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni kwa sababu Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ametoa bishara kwamba umma wake patapatikana maradhi haya ya uhasidi. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema: dabba ilaykum da'un umamin qablakum, tatambaa, itaenea kwenu nyinyi maradhi ya umma uliopita, alhasad walbaghdha, uhasidi na chuki. Walbaghdha hiya alhalika, Mtume anasema na chuki ni kinyozi. La aqulu tahliku ash-sha'r,
Sisemi kwamba kinanyoa nyele, walakin tahliku din, lakini kinanyoa dini. Leo sehemu nyingi ambazo kwamba kuna Waislamu, kuna vibanda vya ruqya, masunguo ni mengi. Sababu kuu ni kwa sababu maradhi haya hasad ni maradhi yametambaa katika ahbaba Rasulillah. I'lamu anna alhasada, jueni Waislamu kwamba uhasidi daun khatirun, ni maradhi hatari, wa maradhun kabirun, na maradhi makubwa, wa huwa min khuluqin fitriyun, la kushangaza na la ajabu, uhasidi ni katika tabia ya maumbile ya mwanadamu. Mwanadamu anakuwa na tabia mbili. Kuna khuluqun fitri, tabia za kuumbwa aliombizwa nazo na Mwenyezi Mungu ambazo kwamba ni asili za asili, na kuna khuluqun muktasiba, kuna tabia ambazo kwamba anaiga, amechuma. Hasidi ni katika tabia ambazo kama mwanadamu mara nyingi anazaliwa nazo. Ulama wanasema wa huwa min khubthi nafsi, na ni katika nafsi chafu za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala.